Ukitaka uwanja wa Benjamin Mkapa muda huu ni mchana saa 8 kasoro tunashuhudia hapa tayari mashabiki wa mnyama Simba wameshafika hapa uwanjani vyema zaidi kabisa kuanza kuingia taratibu kwenda kuisupport timu yao kuhakikisha kwamba wanaenda hatua ya makundi, kwa sababu wametangulia mguu mmoja mbele. Tunafahamu mashabiki wa Simba ama timu ya Simba tayari ina magoli matatu ambao waliyapata katika ardhi ya ugenini, lakini sasa hivi ambacho kinaweza kusubiriwa kwa ukubwa ni kuona namna gani ambavyo wanaenda, kama ni kufuzu kwa kishindo ama singizini, wanaweza kuharibu hii furaha ya mnyama Simba. Watu hawana imani hiyo kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wana matumaini pia na kikosi chao, lakini huu ni mpira wa miguu na mpira wa miguu huwa una maajabu yake. Watu nazungumza hivyo, na kama unavyoona hapa ndio nje ya uwanja wa Mkapa, na hii hali ndivyo ilivyo. Ni tofauti na jana, tunaweza kuzungumza hivyo kwa sababu jana tunafahamu Young Africans kiingilio ilikuwa ni bure, mashabiki waliwahi mapema sana pia kwa wingi wao, na tunafahamu ilikuwa ni sold out kwa sababu waliujaza uwanja. Mashabiki wa Simba mdogo kama unaweza kuwatazama, wamepanga foleni pale kwa ajili ya kuingia uwanjani, na ulinzi uko imara kweli kweli. Na hapa namna ambavyo unaweza kutazama polisi hao wamefika mahali hapa. Kubwa tu zaidi ni ulinzi na kuwaleta viongozi wa hivi vilabu kama namna ambavyo unaweza kutazama, lakini hao ni mashabiki wanaendelea kuingia taratibu wakiwa wamepanga foleni ili tu kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Lakini pia ulinzi na usalama hapa kama namna ambavyo unaweza kutazama umeimarishwa kwa kiasi kikubwa ili kuepusha sintofahamu ambayo inaweza kujitokeza. Lakini mashabiki wameitikia wito kuja kuisupport timu yao, licha ya kwamba wengine wapo ambao wanaamini tayari Simba imekwisha kufuzu kwenda hatua ya makundi, lakini wengine bado wanaamini kwamba kuna namna ya kuwapa nguvu ama kuipa nguvu timu yao ili waweze kufanikiwa kwenda hatua ya makundi kwa kishindo. Wanaziwaza zile pesa kama unafahamu Azam FC ndio timu ambayo inaongoza kwa kuchukua pesa nyingi zaidi kwenye hatua hii, ambayo mpaka sasa wameweza kuvuka na kuelekea hatua ya makundi. Magoli 7 waliyapata wakiwa nyumbani, huku magoli 2 wakiyapata yakiwa ugenini. Unaona ni pesa kiasi gani ambayo wameweza kuvuna hadi sasa Azam FC. Lakini Simba na wenyewe wanakuambia wanahitaji pesa za kutosha ziendelee kumiminika kwao. 500,000 kwa goli moja, hivyo wanahitaji magoli mengi zaidi, milioni 5 kwa goli moja kumradhi, ili waweze kupata pesa nyingi zaidi kwenye hilo goli la mama, ili mambo yaweze kwenda sawa kwa upande wao. Lakini kama unavyotazama nje ya uwanja, hali ndivyo namna ambavyo ipo hivi sasa. Mashabiki taratibu na kwa kufuata mstari hao mdogo wanamiminika kuingia uwanjani. Ukitazama mstari kama ulivyo ni mrefu kabisa, mashabiki wakianza taratibu kwa ajili ya kuingia uwanjani bila kuvunja taratibu zozote. Kinachozingatiwa sana hapa ni ustaarabu tu ambao unaweza kufuatwa kwa kiasi kikubwa. Foleni ile pale mdogo mashabiki wanaanza kuingia za uwanjani. Mechi ni saa 10 za jioni, na ndio maana unaona sasa hivi mashabiki wameanza kufika kwa wingi, tofauti na ilivyokuwa pale mapema, kwa sababu kiu ya mashabiki wengi ni kuiona timu yao. Lakini hii leo Ahmed Ali, afisa habari wa Simba, aliweka wazi na kusema kwamba hii leo wataita Pantev Day. Ni Simba Day ya Pantev Day, kwa sababu ndio mchezo wa kwanza ambaye atacheza mbele ya mashabiki wa Simba ambao watakuwa wakiushuhudia, na hivyo itakuwa ni siku yake maalum kwa ajili ya kufanya kitu mbele ya wanasimba, lakini pia wanasimba kwa ajili ya kumshuhudia meneja mpya kikosi chao Pantev live, nini anakifanya, nini ataonyesha kwenye kikosi chao hii leo zidi ya Singizini Ospas, huku aggregate ikiwa 3-0 hadi hivi sasa. Matumaini kwa wana Simba kiukweli kwenda hatua ya makundi ni makubwa, lakini mpira una maajabu yake kama ambavyo imetokea hapo jana. Orlando Pirates ameondoshwa, hivyo hayo ni maajabu tu ya mpira ambayo yanaweza kutokea, lakini Simba wenyewe wanakuambia hawatarajii kushuhudia ama kuacha maajabu yoyote ambayo yanaweza kufanyika kuwanyima furaha yao
ambayo tayari wako nayo sasa hivi ya kutangulia mbele kwa magoli 3-0 hadi sasa hivi dhidi ya Nsingizini Hotspurs kutoka Eswatini. Mambo ndio yako hivyo kwa uzuri zaidi. Vikosi vya timu zote bado havijafika mahali hapa, lakini muda so mrefu vikosi vitafika. Lakini sasa hivi ni mashabiki tu taratibu wanafika mahali hapa na kuanza vyema kuingia katika uwanja huu wa Benjamin William Mkapa kwa ajili ya kutengeneza historia nyingine, kama ambavyo alizungumza Ahmed Ally, ya kwenda hatua ya makundi mara ya 7 mfululizo. Ndio kitu ambacho wanatamani kukiona wana Simba na pia kukishuhudia. Mambo yako vizuri, matumaini yako vizuri, na kauli mbiu ambao wanaenda nayo wana Simba sasa hivi ni hatujaridhika. Ahmed Ally aliweka wazi kwamba hatujaridhika licha ya kwamba tuna magoli 3, lakini bado wana kiu ya kupata kitu kikubwa zaidi ambacho kitaenda kuwanufaisha zaidi kwa upande wao wana Simba. Ndio maana kauli mbiu hiyo ya hatujaridhika ikawekwa wazi kwa uzuri zaidi. Mdogo mdogo mashabiki wa Simba wakiingia hapa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa kwa ajili ya kuitafuta burudani ambayo wanatamani kuishuhudia leo hii. Mtanange TV tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakusogezea matukio yote ya kimichezo. Salome Naftari niko hapa kuhakikisha kwamba unapata matukio yote mazuri kwa uzuri zaidi ya kimichezo. Asante. Mdogo mdogo mashabiki wa Simba hao wakimiminika kwa uzuri zaidi kwa ajili ya kuingia uwanjani kwenda kuishuhudia furaha ya timu yao ambayo tayari wameianza. Tunasema wameianza furaha kwa sababu wako mbele kwa magoli 3 kama ambavyo tayari nimekujuza, na mtazamaji najua unalifahamu hilo. Lakini kama unavyotazama mashabiki ndio hao mdogo mdogo wanajiongea kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Foleni hii, mishale hii ya saa 8 kwa ajili ya kwenda kushuhudia kabumbu hiyo ambayo itaenda kupigwa mishale ya saa 10 za jioni dhidi ya Nsingizini Hotspurs kutoka Eswatini. Kila kitu kiko vizuri, na hali hapa nje kwa sasa hivi kwa Mkapa kuna kimvua fulani hivi kinaanza kunyesha. Kuna kimvua hapa ambacho kinaanza kunyesha, huenda pia ni baraka ambazo zinaendelea kushuka mahali hapa kuelekea huu mchezo wa Simba dhidi ya Nsingizini kutoka huko Eswatini. Wito wa mashabiki wameitika na mpangilio kama unavyoona, wanaingia kwa utaratibu mzuri kabisa kuhakikisha tu kwamba usalama unaimarika, huku vyombo vya usalama kila kona, kila pande wako hapa kuhakikisha kwamba tu kila kitu kinaenda kama ambavyo kimepangwa kwa ustaarabu, na mchezo unakuja kuchezwa kwa ustaarabu mkubwa, na kila kitu kinaenda vizuri kama namna ambavyo unaweza kutazama. Matumaini ndio tayari nimekwambia yako kwa mashabiki wa Simba kwenda hatua ya makundi, kwa sababu itakuwa ni miujiza ama ni maajabu. Alizungumza Ahmed Ally kwenye press na waandishi wa habari kwamba itakuwa ni miujiza mikubwa waje katika ardhi yao ya Mkapa alafu wakubali kuruhusu goli 4 zaidi mbele ya Nsingizini Hotspurs na kutolewa kushindwa kwenda hatua ya makundi. Aliweka wazi kabisa itakuwa ni maajabu, lakini pia ni miujiza hiyo, na hivyo hawataweza kukubali hicho kitu kiweze kutokea kwa upande wao.